Usalimie jirani yako na mwambie, mpe tu shuhuda kidogo ili tukaweza kuendelea. Nataka kuleta ujumbe kuhusu kutii, obedience. Na nianze na kusema ya kwamba ujumbe huu ambao ni wa kutii si mara yako ya kwanza, hata mimi si mara yangu ya kwanza kusikia. Najua kila mmoja wetu ameweza pengine kuwa amehubiri ama pengine umewahi kusikia mahali pengine, lakini ninataka adhuhuri ya leo tukaweza kujikumbusha, kwa sababu hata Mungu alikuwa sana akiambia Musa, uambie wana wa Israeli, uwakumbushe. Ndiposa hata akaandika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, kwa sababu ilikuwa ni kukumbushana. Kwa hivyo hata mimi ninataka tukumbushane adhuhuri ya leo kuhusu kutii, na ninataka tuingie katika kitabu cha Yeremia 35. Yeremia 35 kuanzia tu hapo moja, iko na imefika 1 to 15 to 19, na ningetamani niweze kuisoma yote ili tukaweza kuelewana kile ambacho ninataka kusema. Yeremia 35 kuanzia mstari wa 10, kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 19 inasema, neno hili ndilo lilimjia Yeremia kutoka kwa Bwana katika siku za Yehoyakimu mwana wa Yosia mfalme wa Juda. Kasema, enda nyumbani kwa Warekabi, ukanene nao, ukawaleta nyumbani kwa Bwana katika chumba kimoja, ukawape divai wanywe. Basi nikamtoa Yazania mwana wa Yeremia mwana wa Habasania na ndugu zake na wanawe wote na nyumba yote ya Warekabi, nikawaleta ndani ya nyumba ya Bwana, ndani ya chumba cha wana wa Hanani mwana wa Igdalia mtu wa Mungu, kilichokuwa karibu na chumba cha wakuu, nacho kilikuwa juu ya chumba cha Maasia mwana wa Shalumu bawabu. Nikaweka mabakuli yaliyojaa divai na vikombe mbele ya wana wa nyumba ya Warekabi, nikawaambia, nyweni divai. Lakini wakasema, hatutakunywa divai, kwa maana Yonadabu mwana wa Rekabu baba yetu alituamuru akisema, msinywe divai ninyi wala wana wenu hata milele, wala msijenge nyumba, wala msipande mbegu, wala msipande mizabibu, wala msiwe nayo, bali siku zenu zote mtakaa katika hema, mpate kuishi siku nyingi katika nchi ambayo mtakaa ndani yake hali ya wageni. Nasi tumeitii sauti ya Yonadabu mwana wa Rekabi baba yetu katika yote aliyotuamuru, kwamba tusinywe divai siku zetu zote, sisi na wake zetu na wana wetu na binti zetu, wala tusijitengee nyumba za kukaa, wala hatuna shamba la mizabibu wala konde wala mbegu, bali tumekaa katika hema. Nasi tumetii tukafanya sawasawa na yote aliyotuamuru Yonadabu baba yetu. Lakini ikawa Nebukadneza mfalme wa Babeli alipopanda akaingia nchi hii, ndipo tukasema,
Yerusalemu, tukiliogopa jeshi la Wakaldayo na tukiliogopa jeshi la Washami, basi hivyo tunakaa Yerusalemu. Ndipo neno la Bwana likamjia Yeremia kusema, Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi, enenda ukawaambie wana wa Yuda na wenyeji wa Yerusalemu, je, hamtaki kupokea mafundisho myayesikiliza maneno yangu? Asema Bwana. Maneno ya Yonadabu mwana wa Rekabi aliyewaamuru wanawe kwamba wasinywe divai yametimizwa, na hata leo hawakunywi, maana walitii hiyo amri ya baba yao. Lakini mimi nasema nanyi nikiambia mapema na kunena, bali ninyi hamkunisikiliza mimi. Pia niliwapeleka watumishi wangu wote manabii kwenu mimi, nikiamka mapema kuwapeleka, nikisema, rudini sasa, kila mtu na aache njia yake mbaya, mkatengeneze matendo yenu, wala msiwafuate miungu mingine ili kuwatumikia, nani mtakaa katika nchi hii niliyowapa ninyi na baba zenu. Lakini hamkutega sikio yenu wala hamkunisikiliza. Basi kwa kuwa wana wa Yonadabu mwana wa Rekabi wameitimiza amri ya baba yao aliwaamuru, lakini ni watu hawa hawakunisikiliza mimi. Kwa sababu hiyo, asema Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, tazama, nitaleta juu ya Yuda na juu ya wenyeji wote wa Yerusalemu mabaya yote niliyotamka juu yao, kwa sababu nimesema nao wasinisikilize. Nimewaita wala hawakuniitikia. Naye Yeremia akawaambia watu wa nyumba ya Warekabi, Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi, kwa sababu mmetii amri ya Yonadabu baba yenu na ya kuyashika maagizo yote na kutenda sawasawa na yote aliyowaambia, basi kwa sababu hiyo Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi, Yonadabu mwana wa Rekabi hatakosa kuwa na mtu wa kusimama mbele zake hata milele. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Si tumesoma hiyo hadithi, hilo neno, na ninajua ya kwamba umelisoma na ile Bible uko nayo. Pengine uko na ya Kiingereza, uko na ya Kiswahili, uko na ya lugha yenu. Najua umeelewa na umeshika vizuri. Tumesoma kuhusu hii familia ya Yonadabu wa Rekabi, na tumeona Mungu akituma Yeremia katika ile familia na kuambia ama kuwafanyia kitu ambacho kilikuwa cha muhimu sana hata katika ile familia. Na tumeona Mungu akiambia Yeremia, enda katika ile familia ya Warekabi, uwapeleke katika chumba kimoja cha hekalu yangu, na ukiwapeleka pale uwapee divai waweze kukunywa. Na kwa hivyo Yeremia hakutoka peke yake, kuna watu ambao waliondoka na wao, na akatembea katika ile familia na akawaambia ya kwamba twende katika chumba cha juu cha hekalu la Mungu, na pale aliwaandalia divai ili waweze kukunywa, na akaitengeneza ikawekwa kwenye mabakuli na vikombe za hali ya juu za hekalu la Mungu. Na nilikuwa nikifikiria kama pengine siku ya leo ile familia ipelekwe katika chumba kimoja cha hekalu pale juu, pengine ingekuta ni chumba ambacho kiko na umaridadi, kimetengenezwa vizuri, meza imepangwa vizuri, kuna mataa ya snake light ambayo inaleta blue, ile
ile tarehe, you can imagine ile mtie ilikuwa. Alipoangalia vizuri, akamwambia ya kwamba sasa kunyweni divai. Bwana sifiwe. Lakini wao wakamwambia ya kwamba sisi hatuwezi tukakunywa divai kwa sababu baba yetu Yonadabu wa Rekabu alituambia ya kwamba tusikunywe divai, tusijenge, tusilime, tusipande. Na hiyo maneno hata siku ya leo idadi tunaitimiza. Bwana sifiwe. Wakamwambia ya kwamba sisi hatutakunywa kwa sababu baba yetu Yonadabu wa Rekabu alituambia ya kwamba tusikunywe. Na divai imewekwa, kila kitu kiko set, wao wakunywe. Lakini wakasema hapana, sisi hatutakunywa kwa sababu kuna lile agizo, kuna lile neno baba yetu alituachia. Haleluya. Hebu kumsikia jirani yako. Na mwambie sasa tuko kanisani, unataka kusikiliza jawabu lake. Umuulize, sisi ni ushirika wa TOA Orodwa. Umuulize ya kwamba kama ni wewe uliyepelekwa katika chumba cha juu cha hekalu la Bwana, ama mahali ambapo hauonekani, hakuna mtu anakuona, hakuna mtu ambaye anaweza kusema alikuona, na uletewe hii divai, ama tuseme kwa mfano hata kamnyoso. Bwana sifiwe. Na uambiwe ya kwamba kunywa, hebu muulize angefanya aje? Muulize tu angefanya nini? Amewekewa kamnyoso hapa, ama amewekewa divai, na anaambiwa ya kwamba niwale kunywa. Haleluya. Bwana sifiwe. Haleluya. Pengine wengine wanasema mimi haiwezi kama nikiwa. Pengine mwingine akasema hii maneno ya Msae haifai sense. Bwana sifiwe. Lakini wale wa Yonadabu wa Rekabu wakasema ya kwamba hatutakunywa divai kwa sababu baba yetu alituambia tusikunywe. Mwana ni roho. Bwana sifiwe. Tunaishi katika nyakati ambazo watu wamekosa kumtii Mungu. Watu wamekosa kushika neno la Mungu na kulitii. Sisemi ya kwamba ukiletewa hapo kakitu wewe utajua vile utafanya. Lakini kuna mambo mengi ambayo Bwana anatuambia tufanye, lakini hatuitekelezi. Tunasikia ndani ya mioyo yetu kuna ule msukumo ambao Mungu ametuweka, lakini hatutekelezi. Unasikia ndani ya moyo wako kuna kitu ambacho Bwana anakunenea, kila wakati anarudia, kama hivyo Mrs. Kanyari ameimba, hebu rudia kama vile kwa mtoto, anarudia every now and then, lakini tunakataa kutii ile sauti ya Mungu. Warekabi waliweza kutii. Bwana sifiwe. Ni sauti gani ambayo unasikia Mungu akikueleza? Ni jambo gani hili? Tunaishi katika nyakati ambazo watu wanabeba mambo mazito na mambo ambayo yanakuwa ni zaidi yetu. Kuna mizigo ambayo Mungu anatupea ili tukaweza kuibeba. Pengine Mungu
anakunenea asubuhi na mapema, amka utafute uso wa Bwana. Asubuhi na mapema, amka ili ukaweze kuomba kwa sababu ya familia yako. Asubuhi na mapema, amka ukaombea taifa. Lakini ile sauti ikawaje imekuwa kurudia, hautaweza kuchukua hatua na kutekeleza yale ambayo Mungu anayotuambia. Acha niwaambie kanisa, hili neno ambalo lililetewa Terekabite haikuwa ni neno kutoka kwa Mungu. Hili ni neno ama ni jambo ambalo lilikuwa kwa familia. Kwa hivyo familia hii ndio ilielezwa na baba yao. So ninataka nikwambie ya kwamba hii haikuwa ni neno lililotoka kwa Mungu. Na Biblia inatuambia ya kwamba hii familia iliweza kutii. Lakini siku ya leo, wapendwa, ile sauti ambayo tunaisikia kutoka kwa Mungu, sijui kama tunaitii. Sijui kama wewe umekuwa ukitii ile jambo ambalo Mungu amekuwa akikueleza. Imagine hii familia ilitii maneno ya baba yao. Je, na sisi ambao tumeokoka, sisi ambao tunasikia sauti ya Mungu, tunastahili kutii namna gani? Bwana sifiwe. Warekabi wakatii maneno ya baba yao. Wakati ambapo Mungu alipomtuma Yeremia katika ile familia, ninaona Mungu akijisifu na ile familia kwa sababu waliweza kutii. Je, siku ya leo kanisa, Mungu anaweza kulinga na sisi? Je, Mungu anaweza akalinga na sisi kwa sababu ya yale ambayo anatuambia na tunafanya? Nasema ya kwamba mimi nikiwa tu mbinguni, ninajua ndugu fulani ama dada fulani ambaye ametii neno lake. Nyakati hizi ambazo ni nyakati za maovu, je, Mungu anaweza akalinga na wewe? Bwana sifiwe. Siulize jirani, mwana teidia na wewe washindie na wewe. Je, Mungu anaweza akalinga na wewe? Mwana atetea nani? Actually, nilikuwa ninajiuliza, ikiwa alilinga na kuwashukuru hii familia, je, mimi Mungu anaweza akalinga na mimi? Haleluya! Bwana anaweza akalinga na wewe kwa sababu ya kutii. Tunaishi katika nyakati ambazo zimejaa maovu, na Biblia inatuambia ya kwamba tuishi katika utakatifu, tutii kuishi katika utakatifu. Je, Mungu anaweza akalinga na wewe? Na sema katikati cha watu milioni ama wengi, nina mmoja ambaye ametii na anatembea katika njia za utakatifu. Je, Mungu anaweza akapata katika kanisa hili la jimbo la Mungu? Je, Bwana anaweza akalinga na sisi? Nasema ya kwamba katikati ya watu wengi, ninajua watu ambao wananitii, wanatembea katika njia za utakatifu. Pengine Mungu amekuita usimame na watoto wako. Je, Mungu anaweza akalinga na wewe? Nasema ya kwamba tangu nilipokea huyu mzazi hawa watoto, ananitii, amekuwa akiamka asubuhi na mapema na kuwatolea dhabihu. Je, Mungu anaweza akalinga na sisi? Bwana sifiwe. Mungu analinga na Waterekabite, na hata sio yeye alikuwa amewaambia, yeye analinga na wao kwa sababu walitii maneno ya baba yao. Hallelujah. Praise the name of the living God. Mungu
tunapoendelea kusoma hiyo neno katika mstari wa 12 hadi 15, ni kama Mungu anasomoleka ndani yake, kwa sababu ukisoma ya Kiingereza inasema ya kwamba again and again, tena na tena. Anawaambia wapite katika njia hizi, lakini wao wanapitia kwa njia zile zingine. Na nilikuwa nikiona ya kwamba Mungu aliweza kuwa akisonoleka kwa sababu ya Wayuda na waliokuwa wakiishi katika Yerusalemu. Tusifanye Mungu saa zote anaturudia. Saa zote amka asubuhi na mapema, usingizi ndio huwa hataki kuamka mapema. Tusitake kufanya Mungu akasirike na sisi kwa sababu ya kitu ambacho tukaweza kurekebisha na kusimama katika mwanya. Unaposoma hiyo hadithi utaona tabia Mungu anasononeka katika moyo wake. Je, asubuhi ya leo Mungu anasononeka kwa sababu yako, kwa sababu yangu, kwa sababu ya kanisa la Kristo? Kwa sababu akituambia tukae katika hizi njia, akituambia tusimame mahali pale, tunakosa kutii sauti ya Bwana. Lakini asubuhi ya leo ninaamini ya kwamba Mungu atasaidia kila mmoja wetu. Na mahali ambapo unasikia Mungu akikwambia usimame, simama pale, fanya kile Mungu anasema, utatii naye atakutendea mema kwa sababu anatawala. Tunaishi wapendwa katika nyakati ambazo watu hawataki kutii Mungu, but they want to serve the Lord. Hawataki kutii Mungu, lakini upande ule mwingine wanataka kutumikia Mungu, wanataka kukuja kutoa dhabihu. Hawajalishi vile ilivyo, lakini wanataka kukuja na kutolea Mungu dhabihu. Tunaposoma katika kitabu cha Samueli wa kwanza 15, First Samuel, nitaenda tu nikirukaruka. Oh, thank you Jesus. Samueli wa kwanza 15. Hapa tunakutana na mtu mmoja aliyekuwa akiitwa Samueli na Sauli. Samueli wa kwanza 15 kuanzia tu hapo moja inasema, wakati huo Samueli akamwambia Sauli, Bwana alinipeleka nikutie mafuta uwe mfalme wa watu wake Israeli. Basi sasa isikilize sauti na maneno ya Bwana. Bwana wa majeshi asema hivi. Kwanza tufikishe mahali pale. Bwana akaambia Samueli, Samueli akaambia Sauli ya kwamba mimi ndiye Mungu alinituma ili nikutilie mafuta uwe mfalme wa wana wa Israeli. Kwa hivyo hapo tunaona ya kwamba Samueli alitumwa kwake na Mungu aende akamtie mafuta ili amfanye kuwa mfalme wa nyumba ya wana wa Israeli. Na baada ya kufanya hivyo, kuna misho ambayo Mungu alikuwa anataka kutuma Sauli ili akaende akaifanye. Na kwa hivyo akamwambia ya kwamba Bwana anataka kukutuma uende ukamalize Waamaleki wote. Na Sauli akachukua watu wake kadhaa, akatembea pamoja na wao, akafika kwa Waamaleki kama vile alivyokuwa
alipokuwa ameambiwa na Samueli. Na alipofika kule kumaliza Wameleki, akaona mfalme Agagi, akamweka kando. Akaona kondoo ambazo zilikuwa zimenona, akaziweka kando. Akaona ng'ombe ambazo zilikuwa zimenona vizuri, akaziweka kando. Na hapo lakini Sauli hata naye alikuwa alikuwa anaangalia nini, anatikia wale wengine. Akiona kitu kidhaifu hicho anakimaliza. Akiona kondoo ambaye ni dhaifu, huyo anamaliza. Lakini akiona yule ambaye amenona vizuri, anamweka kando. Na alipomalizia hiyo yote, akarudi. Naye Samueli akawa anamkuta na akamwambia, na ili amweleze vile mission ilivyokuwa. Unaposoma neno hilo, utasoma na neno ya kwamba alipokuwa Samueli akikuja, akamwambia, na ubarikiwe sana, ile mission ambayo ulinipea yote nimeweza kuifanya. Lakini Samueli akamwambia, na hiyo sauti ambayo ninayosikia ya kondoo ni nini hiyo ninasikia? Samueli akajua, Samueli amejua saa kufanya mambo yote. Akamwambia Samueli, hizi ambazo nimezileta ili tukaweza tukamtolea Mungu wako dhabihu katika hekalu. Lakini Samueli akamwambia kwamba kutii ni bora kuliko kutoa dhabihu. Bwana sifiwe. Kutii ni bora kuliko kutoa dhabihu. Samueli alikuwa amemwambia, enda ukaue watoto kwa wazee, wamama kwa wazee, kila kitu. Lakini Samueli hakufanya yale ambayo Mungu alikuwa amemwelekeza. Bwana sifiwe. Nilikuwa nikijiuliza, kama Mungu angekuwa na haja na dhabihu ikuje itolewe katika hekalu yake, yeye ni Mungu wa vyote, angekuwa ameambia Samueli, na baada ya Sauli kutoka kumaliza Wameleki, ninataka aniletee sadaka ili niweze kuteketezewa katika hekalu. Kwa hiyo kama angekuwa na haja na kutolea dhabihu, yeye mwenyewe angekuwa amejipangia. Praise the Lord. Angekuwa amejipangia. Lakini Mungu wetu kanisa anadhamini sana kutii kuliko hata hizi dhabihu ambazo tunatoa hapa mbele. Hata sasa asubuhi ya leo mimi ninatoa dhabihu ya kuhudumu. Lakini swali ni, je, mimi kama Esther nimemtii ili nikuje nitoe dhabihu mahali hapa? Kwa sababu dhabihu si muhimu sana kama kutii vile Mungu anavyotuambia. Bwana sifiwe. Kwa hiyo nilikuja na nikajieleza ya kwamba hata sina haja ya kutafutana vile nitahudumu. La hasha. Kama sijatii dhabihu yangu ambayo nitakuja kutoa mahali hapa, yawezekana haitakubalika. Hata nikijitahidi na niwe na huduma ambayo inawaka moto, huduma yangu iwe inawaka moto ninapohudumu, kama sitatii ile dhabihu, yawezekana iwe makelele mbele za Mungu. Samueli akauliza Sauli, na je, hiyo sauti ambayo ninasikia ni ya nini? Akamwambia, hao watu wameleta mfalme, na hizi zote tutolee Mungu sadaka. Sadaka yangu na yako itakubalika wakati ambapo tutaweza kutii na kulishika neno la Mungu.
Bwana sifiwe. Kwa sababu hata tukitoa, tukikuja na tutoe dhabihu zetu kama za Sauli hazikukubalika, kwa sababu alikuwa amezileta ili atoe katika hekalu. Mungu hakutaka. Hata si yetu siku ya leo, mimi na wewe, tusipotii neno la Bwana, hata kama sisi ni wahudumu, yawezekana huduma dhabihu zetu zikose kukubalika, lakini zinaweza kukubalika tukitii neno la Bwana na kulifanya jinsi anavyotuambia. Bwana sifiwe. Kutii ni bora kuliko kutoa dhabihu. Praise the name of the living God. Nataka kuleta benefits of obedience, ama faida za kutii. Tunaposoma pale tulianza Yeremia 35, Yeremia 35, the last verse 18 and 19 inasema, naye Yeremia akawaambia watu wa nyumba ya Warekabi, Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi, kwa sababu mmetii amri ya Yonadabu baba yenu na kuyashika maagizo yake yote na kutenda sawasawa na yote aliyoamuru, basi kwa sababu hiyo Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi, Yonadabu mwana wa Rekabi hatakosa kuwa na mtu wa kusimama mbele zake hata milele. Haleluya. Yeremia akawaambia ya kwamba kwa sababu mmetii sauti ya baba yenu, nyumba yenu haitakosa mtu wa kusimama milele na milele. Benefit ya kutii ni ya kwamba tukitii Mungu katika jamii zetu, hata kama utaondoka, hautakosa mtu mmoja ambaye atasimama mbele za Mungu milele na milele. Bwana sifiwe. Ukitii Mungu na utii sauti ya Bwana siku ya leo, katika kizazi chako, katika familia yenu, hapatakosa mtu wa kusimama mbele za Mungu. Hapatakosa mtu wa kusimama katika Bwana kwa sababu ya familia yako ukitii. Kwa hiyo asubuhi ya leo ama adhuhuri ya leo, faida moja ambayo tutaiona ni ya kwamba nyumba zetu, katika jamii zetu, hatutakosa mtu mmoja ambaye atabeba mzigo wa nyumba yako. Watoto wa watoto wa watoto wa watoto wako hawatakosa mtu wa kusimama mbele za Mungu na kuwatolea kutoa dhabihu kwa niaba yenu. Unapotii, unaacha mambo mazuri hata katika familia yako. Hawa wana wa Rekabi ni kuambia tu waliambiwa nao wakatii, na kwa sababu ya kutii, naye Mungu anakuja na anatia nguvu yale maneno, na anatia nguvu na kusema ya kwamba hamtakosa mtu wa kusimama mbele yangu. Imagine wakati hapa umelala, wakati ambapo wazazi wako walitii, pengine ndio maana umesimama hapa. Na wewe tuendelee kutii Mungu, kwa sababu tukitii hatutakosa mtu mmoja wa kusimama mbele za Mungu, kwa sababu Mungu haangalii watu 10, haangalii watu 20,
anatafuta tu mmoja atakayesimama katika moyo ili aweze kutimiza mapenzi yake. Jambo la pili, katika kitabu cha Deuteronomy 25:28, ninapoenda kumalizia Deuteronomy 28, Kumbukumbu la Torati 20 Deuteronomy chapter 28 verses 1. The Bible inasema ya kwamba, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all his commands that I give today, the Lord your God will set you high above all the nations on the earth. All these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. If you obey the Lord your God, utakapomtii Mungu wako na moyo wako wote. Haleluya! Baraka hizi zote zitakufuata. Unaweza kuzisoma. Zina utajiri mkubwa ambao tukitii Mungu ataachilia baraka zetu katika maisha yake. Anasema ya kwamba you will be blessed in the city and blessed in the country. Hallelujah. The fruit of your womb will be blessed, and the crops of your land, and the young of your livestock, the calves of your hands, and the lambs of your flock. Your basket and your kneading trough will be blessed. You will be blessed when you come and blessed when you go. Bwana sifiwe. Utabarikiwa ukitoka, utabarikiwa ukirudi. Hallelujah. The Lord will grant that the enemies who rise up against you will be defeated before you. They will come at you from one direction, but flee from you in seven. The Lord will send a blessing on your barns and on everything you put your hand to. The Lord your God will bless you in the land He is giving you. The Lord will establish you as His holy people, as He promised you on earth. You will keep the commandment of the Lord your God and walk in obedience to Him. Then all the people on earth will say that you are called by the name of the Lord, and they will fear you. The Lord will grant you abundant prosperity in the fruit of your womb, the young of your livestock, and the crops of your ground, in the land He swore to your ancestors to give you. The Lord will open the heavens, the storehouse of His bounty, to send rain on your land in season, and bless all the work of your hands. You will lend to many nations, but will borrow from none. The Lord will make you the head, not the tail, if you pay attention to the commands of the Lord your God, that I give you this day, and carefully follow them. You will also be at the top, never at the bottom. Do not turn aside from any of the commandment I give you today, to the right or to the left, following other gods and serving them. Si hizo ni baraka za kipekee ya kwamba wewe utakuwa ukikopeshana, lakini hakuna mtu yeyote atakayekopa kutoka kwako. Bwana sifiwe. Mungu atakufanya kuwa soko. Sasa wewe utakuwa tu unasikiliza kasimu, uko na 600. Unamwambia ngoja nikurudishie, na usinirudishie, because God has commanded His blessings katika maisha yako. Anaendelea kutuambia ya kwamba He will bless the work of our hands. Bwana sifiwe. Hata katika hiki kiangazi, katika maisha ambayo tunayoishi, na tunaona kama uchumi umeenda zaidi, Mungu anatuambia ya kwamba atabariki kazi ya mikono yetu. Na Mungu akisema, yeye anasema, anafuatilia neno lake ili aone
vile amesema, hivyo ndivyo itakavyokuwa. Adui zako wataingia na njia moja, yeye atawafukuza katika njia saba. Bwana sifiwe. Lakini Biblia inatuambia, if you obey the Lord your God carefully. Hizi baraka mpendwa, hatutazipokea tu hivyo katika asubuhi na ukute umebarikiwa mjini na umebarikiwa uko nyumbani. Hapana, ukitii Mungu with all your heart. Hallelujah. Are you faithful katika hali ya kutii Mungu? Even in your giving, katika hali ya kupea fungu la 10, are you faithful? Because tunaambiwa ya kwamba if you obey your God faithful. Siku ya leo ambayo uchumi umeenda juu, ninajua unasema hata siku hizi kutoa fungu la 10 kila mwana hakitaumana. Si Mungu alikuwa akikupea kazi, kile anataka ni uwe mtiifu katika neno lake. I want to tell you brethren, si ya kwamba ati tutabarikiwa kwa sababu tunafanya kazi, la hasha. Kuna njia zingine ambazo tukitii Mungu wetu anaenda akifungua njia zetu. Bwana sifiwe. Je, katika hali ya kutembea kwenye njia za utakatifu, Mungu anaweza akakuhesabu? Anasema ya kwamba wewe umetii Mungu kupitia utakatifu. Pengine Mungu ameleta mzigo mkubwa kwako, amekuwa akikwambia enda uone na mtu fulani, enda ushiriki na yeye. Je, umekuwa ukifanya hivi? The Bible says if you obey the Lord your God carefully, all these blessings zitatufuata. Nataka tusimame juu. Wewe unajua mahali ambapo Mungu amekuwa akikunenea. Pengine unaangalia unaona hii kitu kidogo, hata Mungu hashughuliki. Lakini hicho amekuwa akikueleza, ukaweza kufanya. Siku ya leo ndio Mungu ametukumbusha tukaweza kumtii ili tukaweza kuona ushindi katika maisha yetu. Kabla Mungu ya kwamba pengine amekuwa akikunenea kwa jambo fulani, hautakuwa ukilitimiza, mwambie ya kwamba Mungu nipatie njia, Mungu nisaidie ili nikaweza kutimiza, ili nikaweza kukutii, nikaweza kuona ushindi wa Mungu katika maisha yangu. Baba, tunakushukuru, tunasema asante takatifu wa milele asubuhi. We thank you, Jesus. We worship you. We honor you, O God. Thank you, Jesus. Asubuhi takatifu wa milele, tunaomba ya kwamba Bwana, hata mahali ambapo hatujakuwa tukikutii Mungu wetu, tusaidie tukaweza kukutii Baba wetu na mtakatifu wa milele. Na hivyo tukaweza kuona ushindi wako Bwana, kwa sababu unatuambia ya kwamba hata dhabihu ambazo tunaleta mbele zako Mungu, tusipotii Bwana milele, zawezekana kukosa kukubalika mbele zako Bwana wa mbingu, kwa sababu ya kututii mtakatifu wa milele. Oh Jesus Christ, we worship you, we worship you and we love you, O God. Help us Lord Almighty, O God, tukaweza kuona ushindi wako na hata uwezo. Asante Bwana. Nilisoma mahali fulani ambapo mwandishi alikuwa anasema kutotii hakutuzuii kupata upendo wa Mungu. Tunapokosa kutii Mungu haimaanishi atakosa kutupenda, lakini kutotii kuna milango